Bwana Yesu asifiwe. Na wakaribisheni wakati huu ambapo ninataka kwenda kuzungumza kuhusu amani. Kukuwa na amani. Ni wakati ambapo umefika katika nyakati hizi za mwisho na amani imekuwa adimu kabisa. Amani imekuwa adimu ni kwa sababu kuna mambo mengi sana inatokezea. Kwa sababu ni mambo mengi ambao inasonga wanadamu nyakati hizi za mwisho. Na Biblia inasema ya kwamba zitakuwa nyakati za hatari. Kwa sababu kwa hivyo ukisikia nyakati za hatari, unajua ni kitu chochote chaweza kutokea. Mambo inafanyika, mambo inatendeka, ambayo inafanya wanadamu wakose amani katika maisha yao. Nilikuwa nataka kusema ya kwamba unaweza kupata amani. Haijalishi unapitia mapito gani. Haijalishi una uchungu kiasi gani. Lakini unaweza kupata amani na amani inapatikana. Na amani haitoki west, east, north or south. Amani inapatikana kutoka kwa mwana wa Mungu. Yesu Kristo aliyekufa kwa ajili yetu. Akamwaga damu yake kwa sababu yetu. Na yeye mwenyewe alisema ya kwamba he is the Prince of Peace. Isaya aliona na akatabiri kabla ya Yesu Kristo kuzaliwa na akasema atakuwa anaitwa mfalme wa amani, the Prince of Peace. Kwa hivyo mpendwa, nataka nikuambia ya kwamba haijalishi umefika kiwango gani. Haijalishi ni nini inakusumbua. Wakati huu umekuwa ni wakati watu wanakuwa mpaka wagonjwa. Yaani watu wanafikiria, watu wanasongwa na mambo ambayo yamewafikisha mwisho. Wanasemanga ya kwamba sasa nimefika mwisho. Mambo yamekusonga. Yaani unajaribu kuangalia, huoni mahali ambapo unaweza kutokelezea. Yaani imefika mahali, lakini umenyamaza tu wewe peke yako. Unaugua huko ndani, unaumia kwa sababu ya mambo ambayo yamekupata. Nataka ninene na wewe siku ya leo. Wewe ambao uko hapo, saa hii unafikiria kwenda kujinyonga. Saa hii unafikiria kwenda kunywa sumu. Saa hii umeanza hata kwenda club, unalala club ukilewa. Ukitoka huko, ukija ukilala kidogo, pombe ikipungua tena unarudi. Kwa sababu unasikia kuna mambo inakusonga, ni kama moto, ni kama unachomeka. Unasikia uchungu sana, hata huwezi kukaa kuvumilia, hata kazi zako zimekushinda. Huwezi hata wengine wamefika mahali hata kuoga inakuwa shida, hata kukula pia inakuwa shida. Hata huwezi kuconcentrate kwa kitu chochote. Sasa umekaa tu, unatamani kama unaweza kufa. Unaona ni kana kwamba umefika mwisho wa mawazo yako. Nataka kukuambia ya kwamba kuna pumziko ambalo haliletwi na mwingine, bali inaletwa na Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Nataka kunena na wewe ambao uko katika situation kama hiyo. Maybe wewe ni mama, umeachiwa watoto wadogo, mume ameondoka, ameenda mahali pengine. Na maybe wewe ni baba pia, umeachiwa watoto ama umeachwa na mpenzi wako. Nataka kukuambia ya kwamba kuna amani. Wacha kufikiria kujinyonga. Wacha kufikiria kujitoa uhai. Kuna amani na amani inapatikana. Nataka nisome neno moja kutoka kitabu cha Mathayo 11 kuanzia hapo mstari wa 28. Maandiko inasema kwamba njooni kwangu ninyi nyote mnaotaabika na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jifungeni nira yangu, mjifunze kutoka kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo anasema, mkuje kwake, nyinyi wote mnaolemewa. Huo mzigo ambao umekulemea. Umejaribu kuongea na watu lakini sasa imefika mahali sasa umetulia, ni kama sasa umefika mwisho wa mawazo.
Hata ukipata kitu chochote cha kukutoa uhai dunia hii, unaweza ukajitoa. Hata wengine kidogo ni vile wanaogopa, maybe hiyo process ya kujitoa uhai inaweza kuwa ngumu. Lakini wanaomba mchana na usiku. Mungu kama anaweza kuwaletea hiyo kifo. Hata kuna mwingine nilisikia akisema ya kwamba, simuniue, mkiniua mtakuwa mmefanya vizuri sana. Ni kwa sababu yani mambo yamemsonga mpaka amefika mwisho wa mawazo. Nataka nikwambie mpendwa, wakati Yesu Kristo alisema maneno haya, alijua ni yeye peke yake anayeweza. Ni kwa sababu anasema nira yake jifungeni nira yangu, mjifunge nira yake, mjifunze kutoka kwake. Kwa maana yeye ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Na maandiko yanasema, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nakwambia kuna raha inapatikana. Wakati umesongwa hivyo, kuna raha inapatikana. Wakati umesongwa na mawazo, umefika mwisho, hujui ufanye nini, kuna raha inapatikana. Lakini hii raha inapatikana tu kama umemkubali Yesu katika maisha yako. Awe Bwana na mkombozi katika maisha yako na akuongoze. Hiyo tu ndio unaweza kukuta mtu uko kwa shida, lakini mtu anacheka tu. Mtu anatabasamu tu. Hata ukimwangalia unashangaa, na huyu anacheka nini? Na huyu anafurahia nini? Ni kwa sababu mizigo yake yote ameipeana kwa Yesu Kristo, ambaye anasema ya kwamba mzigo wake ni mwepesi. Unaenda unampatia mzigo wako, naye anakupatia mzigo wake. Anasema mjifunze kwangu, kwa sababu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Mtapata raha nafsini mwenu. Napenda hii sana. Mtapata raha nafsini mwenu na mtapumzika. Nataka kukuambia siku ya leo, sitaki kusema mambo mengi, lakini kile nataka kukuambia, wewe ambao umefika mwisho, wewe ambao depression saa hii inakukondolea macho, stress imekujaa. Wakati mwingine nilifika mahali kama hapo, na ndipo niko na ujasiri wa kukuambia ya kwamba kwa Yesu inawezekana. Inawezekana kwa Yesu. Haitapatikana kwa pombe, haitapatikana kwa madawa ya kulevya, haitapatikana kwa hizo makokaini na maheroin na mashindano mengine wanajidunga. Haitapatikana huko. Utakuwa tu zombie, utakuwa huwezi kufanya kitu chochote cha kwa maisha yako. Utajiletea shida nyingi ukianza kutumia hizo vitu. Ukianza kutumia ulevi, utakuwa sasa ni mtu uko addicted na huwezi kufanya kitu chochote katika maisha yako. Na ukiendelea hivyo, utaingia katika depression. Nakumbuka nilikuwa nataka kuingia katika hiyo depression. Maanake kuna kitu ilifanyika katika maisha yangu. Kitu ambacho sikufikiria kama inaweza tokea kwa maisha yangu. Hiyo kitu ikafanyika kwa maisha yangu. Na haikuwa kitu mzuri. Ilikuwa kitu mbaya, ambaye ilikuwa inahusika sana na moyo wangu. Na sasa nikawa najiuliza, nikijaribu kuongea na mtu yeyote, hakuna mtu anaweza kunipatia suluhisho. Hakuna, hata nikijaribu kuongea na nani. Nikashindwa kabisa. Ikafika mahali nikawa nasikia hata chakula ni ngumu sana kukula. Najaribu kuweka kitu kwa mdomo, nasikia chakula iko kama uchungu. Nasikia kama chai iko kama uchungu. Yani nikawa hata nikiamka asubuhi kutoka kulala. Na kulala, kumbuka nimelala kama masaa mawili tu. Ile tu ya Mungu kunihurumia, ama madakika tu. Nikiamka nasikia tena kurudi tena kwa kitanda kulala tena. Nikija nikichungulia hiyo kitchen, naona vyombo ziko hapo. Kuosha imekuwa yani mwili umekuwa mzito. Siwezi hata kufanya kitu chochote. Ninashindwa kabisa. Nasikia sina nguvu kabisa. Ni kwa sababu nimefika mwisho wa mawazo. Natamani tu kama Mungu anaweza kunichukua tu aniondoe katika ulimwengu huu. Na ninaangalia, ninatazamia kitu ambacho sijui ni kitu gani ambacho kitatokea next. Kwa sababu ninasikia ya kwamba siwezi kuendelea kuishi. Nasikia kabisa siwezi kuendelea kuishi. Na nilipokuwa katika hiyo hali, nikawa nalia sana. Kila wakati ikawa ni kulia, usiku ni kulia, asubuhi mchana ni kulia. Naingia tu ndani ya nyumba ninajifungia na ninaanza tu kulia.
Yaani nimefika mwisho kabisa. Nimeshindwa nifanye nini. Lakini nikakaa. Nikasikia tu roho wa Mungu akininong'onezea. Akiniambia ya kwamba kuna amani katika kumwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu. He is the Prince of Peace. Na wakati nilisikia jambo hilo, nikaenda tu na kulia kwangu. Natokwa na roho kabisa. Yaani kila mahali pameziba, mapua imeziba, masikio imeziba. Yaani kila mahali nasikia nikana kwamba hakuna hewa ambayo inaingia. Nasikia nikana kwamba naweza kuzirai wakati wowote. Nikapiga magoti. Hata nikijaribu kutoa makamasi haitoki. Machozi ndio hayo inanidondoka tu, inatoka tu kwa uchungu. Yaani niko na uchungu ndani ya moyo wangu. Nikapiga magoti. Hapo nyuma nilikuwa nimejaribu kupigia watu simu, nimeongea na wao, lakini wapi, wanajaribu kuniongelesha, wanajaribu kuniambia unaweza ishi sijui nini, lakini haikuwezekana. Hakuna kitu chochote kilibadilika kwangu. Sasa nikapiga magoti. Nikamwambia Mungu, wewe ndio Mungu wa amani. Na unapeana amani kwa watu ambao hawana amani. Nikapata andiko lingine linasema ya kwamba He is very near to the broken hearted. And I was broken. My heart was broken. It was bleeding. And when I heard that voice ya kwamba He is near to the broken hearted, nikaanza kupata ile pumziko. Nikasikia kama kuna kitu ambacho kimeondolewa ndani yangu. Kimetolewa, ni kama kuna mzigo umetolewa kwa kifua changu. Nikaomba, nikalia, nikaomba kwa dini, nikaongea kwa dini. Nikimwambia Mungu, nipe amani, nipe amani, nipe pumziko, nipe furaha, nataka kuishi. Namwambia hivyo. Nikaomba. Wakati niliinuka hapo, wapendwa, wacheni niwaambie ya kwamba nilipata muujiza. Ilikuwa ni kama muujiza. Nilisikia kitu imetolewa kwa moyo wangu. Nilisikia kitu imetolewa kwa kifua changu. Nilikuwa nasikia kama ambaye nimebeba mzigo mzito sana, ambao siwezi hata kuutua. Nami nikaenda mbele ya Yesu Kristo na nikatua huo mzigo wangu. Na kutoka hiyo siku, it has never been the same again. Nilikuwa nimekonda, nilikuwa nimekuwa vibaya kwa sababu hata kuoga. Nilikuwa sina hata nguo za kuoga, yaani sina nguvu za kuoga. Nikiingia kwa bafu kuoga, naoga tu nionekane nimeoga, hata siwezi kujisugua vizuri ning'are. Nikitoka hata siwezi kujipaka mafuta, ninaparara. Mambo ilikuwa baya sana. Kuosha vyombo nilikuwa nachukua muda. Mpaka sasa nioshe zile vyombo vile kitchen yangu inakaanga safi. Lakini nachukua muda, nasikia mwili umelemaa kabisa. Sitaki hata kwenda kukaa na watu. Nikikaa na watu kidogo, nasikia tu niwe tu peke yangu. Lakini nilipotoka mahali hapo, nikasikia nimejazwa nguvu zingine mpya. Kumbuka nilikuwa nimeokoka, lakini shetani alikuwa ananinong'onezea, sasa hapa huwezi toka, hapa huwezi. Lakini niko na ushuhuda siku ya leo. Sio kwamba hiyo kitu ilikuja ikaondolewa, lakini nilipitia katika hiyo mapito. Nikiwa niko na amani na nikiwa na furaha. Nikaweza kuface hiyo shida ambayo ilikuwa mbele yangu. Nikaweza kuiface kwa sababu hata nilipoanza kuomba, nilikuwa ninaomba vizuri, nikiwa na amani ndani ya moyo wangu, nikiwa nina furaha, nikiwa ninafanya mambo yangu, naoga vizuri, napaka mafuta, napika chakula, ninakula vizuri, na nikaweza kupata amani. Sasa mpenzi mpendwa mwenzangu, kitu ambacho nimejua ni kwamba mambo ambayo inatuletea magonjwa, especially hii magonjwa ya depression, ni mengi sana. Ni kukosa amani. Lakini Mungu akikupatia amani, kuna mahali pengine anasema katika Zaburi 91:15. Wacha tuende tusome mahali hapo. Zaburi 91:15. Inasema ya kwamba ataniita nami nitamjibu, nitakuwa pamoja naye katika taabu,
Nitamuokoa na kumheshimu. Maandiko yanasema ya kwamba ataniita nami nitamuitika. Yaani ukimuomba Mungu, anasema ya kwamba ukimuita atakujibu. Atakuwa pamoja na wewe katika hiyo taabu. Ukimuita, kumbuka hatakuwa na wewe kabla hujamuita. Ni mpaka umuite. Ni mpaka upige magoti mwenzangu. Umwambie Mungu. Kwa sababu hii ndio njia yenye alitupatia. Hatutakaa tu tunyamaze tufikirie amani itakuja tu. Amani inatafutwa and it is very expensive. Na nakwambia mpendwa, ukipata amani na ukiwa na amani, you can face anything in this world. You can face anything. Kwa hivyo nasema ya kwamba nitakujibu, nitamjibu na nitakuwa pamoja naye. Hakusema ya kwamba ataondoa hiyo taabu. Hakusema ya kwamba ataondoa hiyo taabu. Lakini amesema ya kwamba atakuwa pamoja naye. Wewe hujui inamaanisha nini kuwa pamoja na Mungu katika kitu ama kutembea na Mungu. Kutembea na Mungu. Kwa hivyo nataka nikwambie, si shida itaondolewa, shida itabaki pale pale. Lakini mradi tu amekushika mkono and he is the Prince of Peace. Hakuna kitu chochote ambacho hautaweza kufanya. Hakuna mapito yoyote ambapo hautaweza kupita. Hata iwe machungu namna gani, hata iwe mlima namna gani, utaweza kupita. Amesema ya kwamba kama ni kuondoa angekuwa anaondoa, angesema nitakuondolea. Nitakuwa pamoja nawe na nitakuondolea. Lakini alisema katika taabu. Kwa hivyo hiyo taabu ni mpaka ukue pamoja na yeye, mpaka yeye mwenyewe aone sasa imefika mahali pa kukuondolea. Na mwisho wa siku ataweza kuiondoa hiyo. Ataweza kuiondoa hiyo taabu yako. Na anasema hapo chini, nitamuokoa na kumheshimu. Katika hiyo taabu, atakuwa pamoja na wewe. Sasa utapita katika hiyo taabu akiwa amekushika mkono. Si kwamba utapita kando ya taabu, utapita tu. Kwa hivyo wakati anakupatia amani, wakati anakushikilia anasema amekushika mkono, ni kwamba yuko pamoja na yeye, na wewe, na amekupatia amani, amekupatia furaha. Na kwa sababu ulishapeana ule mzigo, sasa amekubebea ule mzigo. Amekupatia nira yake ambao ni nyepesi. Sasa unatembea ukijua ya kwamba umepata ushindi. Na mwisho wa siku, baada ya kupita katika hiyo mapito, ni kwa sababu akisema utapita, hata ufanye nini, lazima utapita katika hiyo mapito ya taabu. Lakini mwisho wa siku anasema ya kwamba nami nitamuokoa na kumheshimu. Atapita na wewe katika hiyo taabu ambao unapitia, na atakuokoa na atakuheshimu. Kwa hivyo mpendwa, kile ningependa kukuambia ni kwamba vumilia. Vumilia katika hiyo taabu. Pita na Mungu. Penda sana kupita na Mungu. Muite. Amekupatia condition, amekuambia kwamba niite nami nitakujibu. Nitakuwa pamoja na wewe katika taabu yako. Kwa hivyo amekupa condition ya kwamba piga magoti, nenda kwa sehemu yako ya siri. Piga magoti, mulilie Mungu. Kama ni kuomba na dimi, kama umejazwa na Roho Mtakatifu, ongea tu kwa dimi. Mwambie Mungu nataka amani. Mwambie Mungu nataka furaha. Nataka nguvu ya kufanya kazi zangu. Nataka kama uko na watoto wadogo, umeachiwa watoto wadogo na mume, omba Mungu akupatie nguvu za kuangalia hao watoto. Wao watoto wanakuhitaji. Ukijinyonga hao watoto watafanya namna gani? Ukiondoka kwako hao watoto watakuwa namna gani? Mtafute Mungu. Naye amesema ya kwamba katika taabu yako atakushikilia, atakushika mkono, atatembea na wewe na atakupa pumziko. Anasema nitawapa raha nafsini mwenu, nanyi mtapumzika. Ninapenda hiyo sana. Saa hii ninafurahia, niko na raha. Si kwamba hiyo shida imeondoka, lakini niko na tumaini ya kwamba itaondoka, kwa sababu ameniambia ya kwamba nitakuokoa na nitakuheshimu. Kwa hivyo nitaokolewa na nitaheshimiwa. Hata wewe mpendwa, utaokolewa na utaheshimiwa. Na utapokea amani, pokea amani, pokea amani. Pokea amani wakati huu, na katika mapito yako Mungu atakushika na atatembea na wewe. Na mwisho wa siku atakuokoa na atakuheshimu, hautaamini macho yako. Ni hayo tu. Mungu wa mbinguni aweze kuwabariki.
kaweze kuwatoa katika hizo shida ambao mnapitia. Mkamuone yeye, mkishamuona kama haujaokoka, peana roho yako kwa Yesu Kristo, manake ni yeye peke yake awezaye mambo hayo. Kule duniani hautaweza, lakini ukiwa ndani ya Yesu Kristo atakushika mkono, atakupa amani, atakupa furaha na atakupumzisha. Na mwisho wa siku, chochote ambacho unataka utaweza kukipata. Alisema ya kwamba hatatuacha wala hatatupungukia. Na in the book of Psalms anasema ya kwamba he is very close to the broken hearted. Kwa hivyo usifikirie uko peke yako, usifikirie hayo mapito unapita uko peke yako. Uko pamoja na Yesu. Na kama haujapeana maisha yako kwa Yesu, nakuambia upeane maisha yako, kwa sababu maisha haya tunaishi katika ulimwengu huu ni maisha kidogo sana. Na Yesu Kristo anarudi kuchukua kanisa lake. Kwa hivyo upeane roho yako kwa Yesu, na uwe ni mtu wa kutegemea Roho Mtakatifu, mtu wa kutegemea Yesu, aishi pamoja naye katika maisha haya kidogo ambao tuko nayo, na mwisho wa siku aende na wewe paradiso, ukafurahie maisha yako milele na milele. Kwa hivyo mpokee Yesu katika moyo wako, mpende Yesu Kristo na umuombe akuongoze katika maisha yako. Na kutakia mambo mema, na kutakia ushindi kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ubarikiwe sana na amina.